Wananchi katika kijiji cha Namela, kata ya Msangamkuu iliyopo katika halmashauri ya wilaya na mkoa wa Mtwara, ambao ni wakulima wa kilimo cha mwani, wamepatiwa msaada wa boti za kuvunia mwani huo. Wakizungumza wakati wa hafla ya kukabidhiwa boti hizo, wananchi na wakulima hao wameeleza adha wanayopitia kwa sasa, huku wakiongeza kuwa boti hizo zitarahisisha uvunaji wa zao la mwani pamoja na kuongeza uzalishaji na kukuza kipato, hali itakayoongeza mzunguko wa biashara. Tunashukuru kwa huduma hii ya Mwani Mariculture kwenye kutusaidia vifaa vya wakulima wa mwani na boti hizi. Tulikuwa naanza kipindi hiko kabla hatujawa na hizi boti, ilikuwa tunachukua kwa viroba, tunavutavuta tu huko kwa kamba, kuleta huko kutoka huko kwenye mavuno kuleta huko mchikavu. Lakini kwa sasa hivi kidogo tumepumzika kutokea kwa hizi boti, tunachukua viroba tunaenda usindia kule, tunapakia kupitia hizi boti, tunanufaika kupitia huu mradi wa boti waliotuletea. Hapo mwanzo kabla hatujapata maboti tulikuwa tunaumia sana, kwa sababu tulikuwa tunatumia kuweka mwani kwenye viroba na kusindia mavyupa pamoja na kuyavuta vile viroba mpaka nchi kavu. Ila kwa sasa hivi matumaini yetu ni kwamba tutapata urahisi wa kuvuna mwani, kwa sababu tunacho kifaa maalum ambacho kinatuletea urahisi wa kutoa mwani kule baharini mpaka nchi kavu. Kupitia msaada huu ambao tumepata sasa hivi, uzalishaji utakuwa sana, lakini utakwenda kuchangia maslahi ya halmashauri, na sio tu halmashauri, vile jamii inayotuzunguka hapa. Mzunguko wa biashara utakuwa mkubwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya TEMO ambayo imetoa msaada wa boti hizo kwa wananchi ikishirikiana na taasisi ya Seaweed Mwani, imeomba serikali kutoa msamaha wa uingizaji wa vifaa vya kuvunia mwani kama ilivyo kwa wakulima wa kawaida, huku akiongeza kuwa hatua hiyo inalenga kuunga mkono dira ya serikali ya 2050. Leo tutashuhudia ugawaji wa boti hapa ambazo zitasaidia katika shughuli za uvunaji. Tunaiomba na sisi serikali kama TEMO, tunaomba basi, tunaona tukiendelea kuwasaidia wakulima wa nchi kavu kule juu, wavuvi, wakipunguza au wakitoa msamaha kidogo wa vifaa hivi, ina maana tutaweza kumwezesha mkulima huyu ambaye inawezekana miaka na miaka anaitegemea bahari katika kilimo chake. Ni wajibu wetu sekta binafsi kuhakikisha inashirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutimiza malengo mbalimbali iliyojiwekea. Kwa sisi kama TEMO na Seaweed Mwani tunaamini zoezi hili ni katika kutimiza yale malengo makuu au dira ya 2050. Akizungumza kwa niaba ya naibu katibu mkuu wa Wizara ya Uvuvi na Ufugaji, wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA ameeleza kuwa serikali inatambua zao la mwani katika kukuza uchumi wa bluu, hasa katika kuajiri na kuchangia kipato cha wananchi, hivyo kumwezesha mkulima wa zao hilo ni kuiwezesha jamii, huku akizipongeza taasisi hizo kwa kutoa msaada huo. Serikali inatambua mwani kama zao muhimu katika kukuza uchumi wa bluu. Sekta hii inatoa ajira na kipato kwa wananchi wengi, hususan jamii za pwani, wanawake ambao ni sehemu kubwa ya wakulima wa mwani. Kwa hiyo kumwezesha mkulima wa mwani ni kuwezesha familia na jamii kwa ujumla. Niwapongeze Seaweed Mwani Mariculture TEMO kwa ushirikiano wao na wakulima. Ushirikiano huu ni mfano mzuri na namna serikali, sekta binafsi na jamii wanavyoweza kushirikiana katika kujenga sekta yenye tija. Kutoka Msangamkuu, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.